Na waambia wana CCM, katiba mpya ni kwa faida ya watoto, wajukuu wenu na vizazi vijavyo. Na waambia vyama vya upinzani, katiba mpya ni kwa faida yenu, watoto wenu, wajukuu na vizazi vijavyo. Na kwa katiba tunahitaji sisi wa Tanzania ile rasimu wanaoita rasimu Warioba wairasimishe kwa katiba. Na wala sio lazima kwamba maoni mengine, maana wa Tanzania tulishatoa maoni, tulishamaliza. Ni kwa faida ya watoto wenu, wajukuu na vizazi vijavyo. Katiba mpya ni kwa faida ya nchi yetu. Tupigane wote kupata katiba mpya. Kwa hiyo katiba mpya inaweza ikatusaidia sana kutoka kwenye marumbano ya kisiasa, endapo tunaweza wataalamu na wasomi wakakaa pasipo kuweka vyama vyao pembeni, wakajichukulia kwanza Tanzania kwanza, wakaiona Tanzania ndiyo mama. Mimi natamani sana, natamani tuwe na Tanzania ambayo kila Mtanzania anajisikia fahari ya utanzania wake. Kila Mtanzania anajisikia amani ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania anajisikia yuko salama ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania ana hamu ya kuchangia katika maendeleo ya nchi yake. Walivyokuwa kizungumza leo, ukimwangalia makamu wa rais, utazani nchi hii haikandamizi kabisa haki za binadamu. Tunaona kuna watu wengi sana wanaumizwa, wanaonewa, sheria hazifuatwi. Wajaribu kuwa wanazungumza mambo na wanayatenda. Natamani nchi ambayo tunatofautiana katika itikadi, tunatofautiana mambo ya vyama vya siasa, tunatofautiana mambo ya dini na makabila, lakini tunatambuana kwa utanzania wetu. Wito wangu wa serikali iache kublackmail wananchi, ilete vitu, kwa sababu hii habari ya katiba mpya imekuwa ikiongewa midomoni mwao tu kila siku. Kwa hiyo tunachotaka ni katiba mpya. Ukishaanza kuogopa kutamka haki ni msingi wa amani, unaanza na kuona haya kutekeleza haki. Maneno yanazaa matendo. Kwa hiyo tunapoanza kulitamka, maana yake kwamba sasa tunajielekeza katika kulitekeleza. Hakuna mashindano ya nani anaanza. Haki ni msingi. Haiwezekani mtetezi wa amani akawa adui wa haki na mtetezi wa haki akawa adui wa amani. Alifikiriki. So anachoongea Nchimbi inawezekana kweli kawa ni kitu ambacho anakiamini kwenye moyo wake na sio kutohada wa Tanzania. Lakini pia inabidi wa Tanzania tumwambie Nchimbi kwamba sisi kama wa Tanzania tumeshafunga ukurasa wa chama cha CCM. Tumeshaufunga. Sio kwa sababu wameshindwa kutimiza vitu ambavyo wa Tanzania walihitaji, kama matatizo ya maji, kama matatizo ya ajira, sio nini. Hapana. Ni kwa sababu walivuka mipaka ya kuwanyang'anya watu haki zao, haki za kuongea, kufunga watu, kuwabambikia makesi. And the worst ni Oktoba 29. CCM haiwezi na kuongoza hii nchi baada ya Oktoba 29. Haiwezekani. Hicho kitu lazima Nchimbi ikielewe. Na kila mtu, kama kuna Mtanzania bado kabaki bado anaipenda CCM, lazima aelewe hiki kitu. Haiwezekani tena baada ya Oktoba 29. Haiwezekani. Natamani nikikutana na mwanaharakati yoyote yule nimtambue kwa uwezo wake wa kufikiri na kushawishi. Ilani hii inatekelezwa 2025 2030. Hata mwaka tu haujafika. Sasa asitokee mtu au chama cha siasa kinahamasisha wananchi au Watanzania eti waipiganie katiba mpya. Katiba mpya imeisha sema inakuja
Kwani nani aliyeizuia hii katiba mpya? Kwani nani amesema kwamba hatutakuwa na mchakato wa katiba mpya? Tumeona baadhi ya viongozi wanajitokeza kuchambua hotuba ya makamu wa rais kwamba hiyo na kubeza na vijembe sasa halikuwa jambo jema. Sisi kama wazee tumestuka kuona sasa kuna baadhi ya watu wanatumia vibaya kauli ya makamo kisiasa. Kwanza wanataka kuleta uchonganishi kati ya rais na makamo wake, waonekane kama watu wako tofauti. Kwa hiyo tusitumie maneno haya kuwachochea wananchi kuona kwamba viongozi wetu ni wabaya. Hicho si kitu kizuri. Kuna watu wanatumia vibaya kisiasa ili jambo la katiba. Kwa kila mtu ni muombe kila Mtanzania atumie kila nafasi alionayo kurudisha umoja, kurudisha mshikamano, lakini pia kusimamia haki kama msingi wa amani. Kwamba kama Samia anataka katiba, Nchimbi anasema anataka katiba, sasa nini kinachoizuia mpaka tukomae? Si inatakiwa ije yenyewe tu bila kukomaa? Sasa kama wanataka wote, na wao ndio wana mitutu ya bunduki, na wao ndio wanazuia, na wao ndio wana bunge fake lile, ndio wana control kila kitu, nani anayezuia sasa? Nchimbi ametumia lugha ya picha kutuambia nani anayezuia katiba. Wito sasa, kwa hali ilivyo, tunaiomba serikali sasa ambao inaoandaa mjadala wa katiba mpya itoke sasa, ipange ratiba, mchakato huu uanze, kwa sababu tunapoongelea mwaka 2028 kwamba ndipo tutafika mahali ambapo katiba itakuwa tayari kwa uchaguzi wa serikali za mitaa 29 na 30, uchaguzi mkuu. Muda si mrefu sana, muda ni mfupi. Kwa hiyo mchakato tunaiomba serikali ili kuondosha hizi sintofahamu, basi ratiba ya katiba ianze sasa. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningewaambiwa ebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote, katiba yenye mwafaka katika taifa, katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo, si maendeleo ya mali tuna uchumi, lakini maendeleo ya heshima na utu wa binadamu anayeishi katika Tanzania.